Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifundishe kwa pamoja kuhusiana na neno linalohusiana na roho. Roho, tunaposema roho wa Mungu. Kuna roho wa Mungu na kuna roho wa kibinadamu kabisa. Roho ni kiumbe ambacho hakionekani. Kwa mujibu wa maandiko, hata Mungu naye ni roho. Sasa hii roho kwa upande wa mwanadamu, roho inakaa ndani ya mwanadamu, inayomuunganisha na ulimwengu usioonekana. Maana yake kuna mwanadamu anayeonekana halisi na kuna mwanadamu asiyeonekana. Roho iliyomo ndani yake ni kiumbe kamili kinachofanana na yeye. Kwa hiyo hicho ndio kinachomuunganisha mtu na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, tunaposema ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifundisha. Anaposema Mungu kwa habari ya kuabudu katika roho na kweli, manake roho iliyo ndani yako isiyoonekana inatakiwa iwe halisi au iwe nyenyekevu mbele za Mungu, iwe na unyenyekevu mbele za Mungu. Roho yako iliyo ndani ifanye ikuconnect na Mungu, isikuconnect na ulimwengu mwingine usioonekana kama ulimwengu wa mashetani na ulimwengu mwingine. Roho iliyo ndani yako inatakiwa ikuconnect na Mungu moja kwa moja. Maana hiyo ni roho inayokaa ndani yako isiyoonekana. Kwa hiyo matendo yote yanayotokana na roho isiyoonekana ndani yako inatakiwa iungane na Mungu wako. Ndiyo maana Mungu anasema katika wale walimwabudu katika roho, nao watamwabudu katika roho na kweli. Roho iliyo ndani yako ndio inayotakiwa ikuunganishe pamoja na Mungu. Maana yake roho wa Mungu anapokuja hata ingia ndani kwako, bali atakaa juu yako kukufanya roho yako iliyo ndani yako iwe na nguvu. Kwa maana viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu, japo wengine wanasema kwa kibiolojia na sayansi inasema mwanadamu alitokana na mnyama. Mwanadamu hakutokana na mnyama kwa mujibu wa kibiblia. Mwanadamu aliumbwa, pia ndani yake kukawekwa nafsi. Nafsi ndio mle, kwenye nafsi kuna akili na kuna ufahamu ndani yake. Ndio maana anasema viumbe ambavyo vinavyoweza kuchagua kumwakilisha Mungu au kumkataa Mungu, kuchagua namna yoyote ile ya kuishi, ni binadamu pamoja na malaika mbinguni. Ndiyo maana akasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mwanadamu kama ilivyonena Torati kwenye ile sura ya 30 kuanzia ule mstari wa 17, kama Biblia ilivyoandikwa, inasema, lakini moyo wako ukigeuka, usipotaka kusikiliza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine, kuitumikia. Na 18 nasema, na wahubiria hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi ivukayo Yordani uingie kumiliki. Manake aliyepewa kuchagua ni binadamu.
Malaika naye alichagua kumwasi, kama tunavyomsoma leo. Shetani naye alitumia nafasi ya kumwasi Mungu na kufuata njia zake mwenyewe. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu kwenye nafsi kuna fahamu na kuna fikira pia. Ndani yake kunatakiwa fikira zake zimwelekee Mungu, ndipo maisha yake ya ulimwengu wa roho, ubinadamu wake usioonekana umwelekee Mungu. Ndiyo maana akasema Mungu kwenye Yohana ile sura ya 4 mstari wa 24, usikisoma kuanzia ile mstari wa 21 mpaka ile 24, anasema kwa wale watakao mwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Sasa ni mimi na wewe kuchagua vitu vilivyo sahihi mbele za Mungu. Roho yako iliyo ndani yako ifanye imwelekee Mungu, maana kuabudu kwako sasa ni katika ulimwengu wa roho ambao ulio ndani yako. Maisha yako yasiyoonekana, uhalisi usioonekana ndani yako ufanye uonekane mbele za Mungu. Kuna mambo mengi yanayohusiana na masuala ya kiroho, lakini kadri utakavyozidi kufuatilia utazidi kuonekana. Shetani naye alichagua kumwasi Mungu, kama inenavyo Ufunuo ile sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 na wa 8. Utakapokuwa unasoma hayo utagundua kumbe ndani yako kuna kitu kimewekwa kinachoitwa roho. Roho tunayozungumzia ndio roho hii utakayokuja kuiona ni roho gani itakayoweza kuadhibiwa. Endelea kufuatilia mtumishi wa Mungu ili tuweze kujua ni nini kinachoendelea, na hii ni kwa mujibu wa theolojia na maandiko na uchunguzi unaoendelea.